Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iweze kuwa pamoja nanyi. Haya, mnaweza kaa. Wacha tuombe alafu ndio tuweze kusema. Baba wetu na Mungu wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa ajili ya kibali hiki ambacho umeweza kunipa niweze kunena na waja wako. Nitumie kama chombo na ujumbe wako uweze kuwafikia. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amena. Asante, nimefurahia sana nina furaha kubwa kuwa pamoja nanyi katika siku hii ya Jumapili, na nikiwa nimepewa mwaliko na Bishop, na nikiwa hapa ndani nilipokuwa nasikia navyoeleza kunihusu, nimeona akiwa Bishop wa kipekee, kwa sababu katika muda ambao mimi nimekuwa nikihubiri, katika muda ambao nimekuwa nikifanya debate, maana wakati mwingi mimi nafanya debate, sijawahi kupatana na mchungaji au Bishop akaweza kunialika namna hii alivyonialika Bishop wenu, na akanipa uhuru wa mimi kusimama katika mibari hii kuweza kusema nanyi. Bishop, Mungu akubariki. Mimi kwa majina naitwa Francis Ndacha. Ukichukua Google kwa simu yako uandike tu Francis Ndacha, itakwambia ni nani. Francis Ndacha. Francis Ndacha. Ukaandika tu kwa Google ama ukaandika kwenye YouTube channel, utaweza sasa kuelewa kwa urefu. Mimi nimeoa, niko na bibi na niko na watoto, na tunaishi Nairobi, mahali kunaitwa Mwihoko. Lakini kwa sababu watoto wamefunga shule, niliweza kusafiri nao. Nimekuja nao kwa sababu tulikuwa na mission hapa Pwani, hapa Kilifi, Mtwapa. Tulikuwa tumeahidiana na walimu wa Kiislamu kutoka Dar es Salaam kule Tanzania, ya kwamba kwa wiki nzima kuanzia tarehe 31 mwezi ambao umepita mpaka tarehe 6 ya mwezi huu tutakuwa na peaceful dialogue ama debate ya amani ambayo inahusiana na masuala ya kiimani kati ya sisi wa Kristo na ndugu zetu Waislamu. Lakini kwa bahati mbaya kukawa kuna machafuko kule Tanzania. Kwa hivyo wale walimu tuliokuwa tunawategemea watoke Tanzania hawakuweza kufika kwa wakati, lakini bado tunaendelea kuwasiliana na wao kwa simu. Wanasema kukiwa shwari wataweza kufika ili tuweze kuendelea na mkutano kama tulivyopanga. Kwa hivyo niliweza kuja na familia na sijaweza kuja nao hapa, niliwaacha huko nyumbani kwa sababu kuna wageni wengine ambao tuko nao pia wanawashughulikia kule, lakini walinipea salamu, nikifika niwafikishie salamu zao. Asante, Mungu awabariki. Sasa mimi ni muinjilisti, mimi ni mhubiri, na huwa nainua Biblia, na ninaamini ya kwamba nikiinua Biblia ninamuinua Kristo. Na katika miaka ambayo nimekuwa nikihubiri, nimekuja kugundua ya kwamba wahubiri wa Injili, wale ambao wameisoma Biblia vizuri, wana jitihada za kufikisha ujumbe walio nao kwa wale ambao hawajafikiwa na ujumbe huo, kwa sababu hiyo ndio mission ambaye ilipeanwa na Yesu akawapa wanafunzi wake katika Mathayo 28 mstari wa 18 na mstari wa 19. Yesu alipofufuka alienda mbinguni kwanza, kwa sababu alipofufuka alikuwa bado hajaenda. Kwa
Kwa hivyo ukisoma kitabu cha Yohana 20 mstari wa 17, kuna mwanamke aliyekuwa anataka kumshika. Anamwambia usinishike kwa maana sijapaa. Kwa hivyo alipaa akaenda, alafu akarudi. Aliporudi alikuja na message kwa wanafunzi. Akawaambia nimepewa mamlaka mbinguni na duniani. Basi enedeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Alafu muwabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho, na kuwafundisha yote ambaye nimewaagiza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mishoni yetu kama Wakristo ambaye sisi ndio wanafunzi wa Yesu kwa sasa, tuna mission ya kuenda kuwafanya watu kuwa wanafunzi. Tuna kazi ya kuwafanya watu kuwa wanafunzi wa Yesu. Na katika kuwafanya watu kuwa wanafunzi wa Yesu, tunabeba Injili. Injili ndio inaweza kuwageuza watu na kuwafanya kuwa wanafunzi wa Yesu. Hawezi kutumia nguvu zako au mali yako kumgeuza mtu. Ili uweze kumgeuza mtu awe mwanafunzi wa Yesu, ni Injili peke yake inaweza kufanya jambo hilo. Sawa sawa Sasa natumai ya kwamba mna Biblia. Kila mtu ana Biblia yake. Kila mtu ana Biblia yake. Nataka niweze kuchukua muda mchache niweze kuwaeleza kahistoria kidogo na kile ambacho huwa mimi nakifanya. Wakati mwingine tutapanga na bishop tuwe na muda mzuri. Sasa kwa sababu wewe uko na Biblia yako, ningetaka tuweze kusoma kwa pamoja kitabu cha Isaya 60. Mstari wake ni wa kwanza, alafu tutasoma mstari wa 7. Isaya 60 mstari wa kwanza, alafu tutasoma mstari wa 7. Tungeweza kusoma wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka wa 7, lakini kwa sababu ya muda ndio nikaona tuweze kusoma hiyo. Kuna mtu anaweza kutusomea? Isaya 60 mstari wa kwanza unasema. Unasemaje? Ondoka uangaze. Kwa kuwa nuru yako imekuja. Ndio. Na utukufu wa Bwana umekuzukia. Basi, kwa hivyo wale ambao wanaambiwa ondoka uangaze ni wale ambao wamezukiwa na nuru ya Mungu. Kwa hivyo wanahitajika kuondoka kuitangaza nuru hiyo. Kwa sababu gani? Ukiendelea kusoma hapo chini inasema dunia kuna giza litatanda duniani. Kwa hivyo kuna watu pekee watakao kuwa wamekabidhiwa nuru waipeleke. Maana nuru inatakikana mahali ambapo kuna giza. Mahali kuna giza ukipeleka nuru watu wanaweza kutembea. Sasa soma mstari wa 7. Makundi yote ya Kedari yatakusanyika kwako. Sasa hapa kuna makundi ya Kedari. Makundi yote ya Kedari yatakusanyika kwako. Kondoo waume wa Nebayothi watakutumikia. Na kondoo waume wa Nebayothi watakutumikia. Watapanda juu ya madhabahu yangu kwa kibali. Watapanda juu ya madhabahu yangu kwa kibali. Nami nitaitukuza nyumba ya utukufu wangu. Haya, swali linakuja. Kwa sababu kila mtu ana Biblia yake, hakuna kitu tumeongeza, imeandikwa hivyo. Ya kwamba katika mstari wa kwanza ni ya kwamba nuru imekuzukia, lazima uende ukaiangaze. Ukiiangaza nuru hiyo, kondoo waume imeanza ikasema habari za Kedari na Nebayothi watakuja wakutumikie. Alafu watapanda juu ya madhabahu yangu kwa kibali, nami nitaitukuza nyumba ya utukufu wangu. Sasa swali linakuja, hii nyumba ya utukufu wa Mungu ambaye Mungu ataitukuza wakati Kedari na Nebayothi watapanda juu ya madhabahu ni nyumba gani? Tusomee Timotheo wa kwanza 3 mstari wa 15. Timotheo wa kwanza 3 mstari wa 15. Tusomee tusikie. Sema. Ndiyo. Lakini nikikawia. Sasa Paulo anamwandikia Timotheo. Anamwambia Timotheo, nikikawia upate kujua jinsi iwapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu. Unaona Sasa Paulo anamwandikia Timotheo, anawaambia watu lazima wajue vile wanafaa kwenda kwenye nyumba ya Mungu, iliyo kanisa la Mungu aliye hai. Iliyo kanisa la Mungu aliye hai, nguzo na msingi wa kweli. Basi, kwa hivyo nyumba ya Mungu ni kanisa la Mungu.
kwa mujibu wa andiko hilo. Kwa hivyo Kedari na Nebayothi wanapanda kwenye madhabahu iliyo ndani ya nyumba ya Mungu. Sasa huyu Kedari na Nebayothi ni nani? Swali. Nisaidie Mwanzo 25 mstari wa 13. Huyu Nebayothi na Kedari ni nani ambao lazima wapande juu ya madhabahu, na madhabahu iko ndani ya nyumba ya Mungu? Sasa swali, kuna mtu yoyote ambaye atatafuta mabati na matofali aende akamjengee Mungu nyumba? No. Mungu mwenyewe ndiye anayejenga nyumba. Ukisoma Matendo ya Mitume 7:47 inasema Mungu hakai katika nyumba zilizojengwa na watu. Kwa hivyo hapa mmekuja mkajenga hivi ni kwa sababu tu ya kujikinga, ukinyesha msinyeshewe, au kukiwa na upepo, mambo mengine vile lakini si hata ya kwamba hata nyumba hii inajengwa hivi ndio Mungu akae. Hapana. Mungu anakaa kwenye nyumba aliyojenga yeye, sio ile ilijengwa na watu na mabati. Hapana. Sasa hiyo nyumba ambaye Mungu amejenga ndio iko na madhabahu ambaye Kedari na Nebayothi lazima waijie hapo na Mungu aitukuze nyumba hiyo. Kwa hivyo ukisoma kitabu cha Petro wa kwanza 2 mstari wa 5 inasema nyinyi ni mawe yaliyo hai, mmejengwa muwe nyumba ya roho. Kwa hivyo mtu akiamini anakuwa jiwe ambaye liko hai. Ukiongezewa na mwenzako mnakuwa jiwe mawe mawili. Yakiunganishwa jiwe yakijengwa juu ya jiwe kuu ambaye ni Yesu. Sasa inatengeneza nyumba ambaye haitengenezwi ikashikanishwa hiyo mawe na simiti. Hapana, inashikanishwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anaiunganisha yale mawe yaliyo hai. Kwa hivyo nyumba ya Mungu inajengwa na mawe iliyo hai ambaye ni Wakristo waaminio ukweli. Hao ndio wanaitwa nyumba ya nani? Ya Mungu. Nyumba ya Mungu. Sasa hapa ndio naona Paulo anasema lisalimie kanisa ambalo liko ndani ya nyumba yako. Wewe unaweza kuja kusalimia hii jengo, tuseme habari yako. Si anasema asalimia kanisa ambalo liko ndani ya nyumba. Kwa hivyo ndani ya nyumba ndio kuna kanisa, sio nyumba hii yenyewe. Kwa hivyo hapa tukiambiwa hapa kanisa liko ndani ya hii jengo. Kwa hivyo hili kanisa ni nyinyi. Tunaelewana? Kwa hivyo Mungu anaposema ya kwamba ataitukuza nyumba yake, anaogelea kanisa lake ambaye anatakikana apande nani? Kedari na Nebayothi. Sawa sawa? Asoma Mwanzo 25:13. Inasemaje? Na haya ndiyo majina ya wana wa Ishmaeli. Sasa nani ambaye anamjua Ishmaeli? Nani ambaye amewahi kusikia ndani ya Biblia Ishmaeli? Mnaogopa kuchukua mkono ama mchukuage ni dhambi eh? Oh, iko sawa. Sasa Ishmaeli ni mtoto wa Ibrahimu ambaye alizaliwa na mke ama na mjakazi anaitwa Hajiri. Hajiri alikuwa mjakazi ambaye alikuwa anafanya kazi kwa Ibrahimu, ambaye Sara alimwambia huyu Ibrahimu amuigilie Hajiri, na Hajiri akazaa mtoto anaitwa Ishmaeli. Lakini kwenye nyumba ya Ibrahimu kuna mtoto mwingine alizaliwa na Sara anaitwa Isaka. Sasa hao ni watoto wangapi? Ni watoto wangapi? Mmoja amezaliwa na Sara na mwingine amezaliwa na Hajiri, si ndio? Sasa tunaambiwa hawa ndio watoto wa Ishmaeli. Tupe majina yao. Kwa majina yao na kwa vizazi vyao. Majina yao na vizazi vyao, ndio. Mzaliwa wa kwanza wa Ishmaeli ni Nebayothi. Mzaliwa wa kwanza wa Ishmaeli anaitwa Nebayothi, ndio. Na Kedari. Unaona? Na Abdeli. Sasa na Mibsam. Majina ambaye tulipata kule kwa Isaya ambaye tumeambiwa lazima wapande juu ya madhabahu ya Mungu ambaye iko ndani ya nyumba ya Mungu ni Kedari na Nebayothi, ambao tumejua ya kwamba ni watoto wa Ishmaeli. Sawa sawa? Si ndio? Sasa tuende kitabu cha Wagalatia 4 mstari wa 24 hapo. Kitabu cha Wagalatia 4. Hapa sasa ni Bible study kidogo tu alafu niondoke. Msiboeke. Inasema, mambo haya husemwa kwa mfano. Mambo haya husemwa. Hebu umesoma 20 ngapi? 4:24. 24. Hebu anza 22.
22 inasema, Ndio. kwa maana imeandikwa ya kuwa Ibrahimu alikuwa na wana wawili. Imeandikwa Ibrahimu alikuwa na wana wangapi? Wawili. Ndio. Mmoja kwa mjakazi, mmoja ni kwa mjakazi, na mmoja kwa muungwana, na mwingine ni kwa muungwana. Ndio. Lakini yule wa mjakazi alizaliwa kwa mwili. Haya, sikiliza kwa makini. Ule wa mjakazi alizaliwa kwa mwili, yule wa muungwana kwa ahadi, na yule wa muungwana akazaliwa kwa ahadi. Kwa hivyo kuna mtoto wa ahadi na kuna mtoto wa mwili. Mtoto wa mwili ni wa mjakazi, mtoto wa ahadi ni wa yule ambaye ni muungwana, ambaye ni Sara. Ukiteremka kwa wakati wako ukitaka kusoma sasa huko chini, inasema huyu wa ahadi ni wa roho, huyu wa ahadi ni wa roho, lakini huyu wa mjakazi ni wa mwili. Endelea chini. Mambo haya husemwa kwa mfano. Hayo mambo, hao watoto wawili kumbe wanatumika kwa mfano. Tuende. Kwa maana hawa ndiyo kama maagano mawili. Hawa watoto wanasimamia maagano mawili, two covenant. Moja kutoka mlima Sinai, mmoja anatoka mlima Sinai, lizalo kwa utumwa, linalozaa kwa utumwa, ambalo ni Hajiri, ambaye ni Hajiri. Ndio. Maana Hajiri ni kama mlima Sinai ulioko Arabuni. Hajiri amefananishwa na mlima Sinai ulioko Arabuni. Sasa swali, Arabuni sasa ni dini gani ambaye iko Arabuni? Uislamu. Sasa kwa sababu Arabuni ni Uislamu upo, kulingana na ujumbe ambao tumesoma na nyinyi, ya kwamba Mungu ameleta nuru, na hiyo nuru lazima iangaze mahali kuna giza. Alafu tukaambiwa huko kwenye giza tutampata Kedari na Nebayothi. Sasa huyu Ishmaeli sasa, tukiulizwa saa hii Arabuni, tukiulizwa tunaweza kuita Middle East kwa Kiswahili? Middle East kwa Kiswahili utasemaje? Mashariki, si ndio? Naongea na watu sasa wakati Yesu amezaliwa, tunaambiwa kuna mamajusi wa mashariki waliokuja na zawadi, manemane na kadhalika, katika kitabu cha Mathayo 2, si ndio? Hawa mamajusi wa mashariki walikuwa wametoka Middle East. Middle East, ukisoma kitabu cha Mwanzo ile tulisoma, si tumesoma 25:13, ukianzia mstari 25 hapo mstari wa 8, utapata ya kwamba Ibrahimu alimchukua Ishmaeli na Hajiri akawapeleka mashariki. Maana Sara alipopata mtoto alimwambia huyu huyu Hajiri hatakaa na mtoto wangu, kwa hivyo mchukue mtoto wako, mfukuze Hajiri na mwanae waende. Sasa hawa Hajiri wameenda Middle East, ama wameenda wapi? Mashariki. Sasa huku mashariki kukatokea mashariki, sasa huko kwenye Waarabu kukatokea mtu kwa jina anaitwa Muhammad, Mtume Muhammad. Mnamsikiaga, si ndio? Haya, huyo Mtume Muhammad ametokea Arabuni, sehemu inaitwa Maka. Sehemu inaitwaje? Maka iko wapi? Maka iko Arabu. Na tumeambiwa huko Arabuni ndio alienda Ishmaeli, na Ishmaeli alizaa mtoto wa kwanza anaitwaje? Si unaona sasa, nyinyi hamuiko shule. Wewe na ndiye unasoma. Hebu anzia mstari wa 25:8. 25:13. Mwanzo. Nataka kila mtu, ama nianze kuuliza kuanzia huyu mzee. Unajua kwanza wewe nimeona kama umelala. Sasa hebu soma, ama nikupe andiko. Na haya ndiyo majina ya wana wa Ishmaeli, kwa majina yao na kwa vizazi vyao. Wa kwanza, mzaliwa wa kwanza wa Ishmaeli ni Nebayothi. Good. Sasa
mtu ambaye anatakikana anakuwa anajiamini. Unaposema kitu unakuwa na confidence ya kile unasema, kwa sababu una uhakika nacho. Katika maneno ya Mungu hayataki karata. Tunaelewana? Kwa hivyo wewe kama msomaji unatakikana kuwa na confidence kwa kile umekisoma. Hata kama nitaongea kwa lugha gani, sasa naambia wewe ndio unasoma ukastuka, nikana kwamba umekosea. Unaona eh? Unatakikana kuwa na confidence na kile ambacho umekisoma kwenye Biblia. Hata mtu aje nani, iko hivyo. Sama. Sasa tumeambiwa wa kwanza anaitwaje? Nebayothi. Wa pili Kedari. Sasa huyu Kedari na Nebayothi tumeona kwao ni wapi? Arabuni. Sasa huko Arabuni kupitia huyu Kedari na Nebayothi ndio wakakuja. Kuna historia ndefu nitakuja kuambia wakati mwingine. Ndio kukatokea mtu ambaye akajiita nabii na akadai ya kwamba Mungu amemtokea na Mungu amempa ufunuo. Wanasema kwenye Waarabu wanasema wahai ni ufunuo. Alipompa wahai akampa kitabu kinaitwa Qur'an. Sawa? Kitabu kinaitwaje? Qur'an. Hiki kitabu kinaitwa Qur'an, ni kitabu ambacho kinaaminika duniani na watu bilioni. Atasema nini? Bilioni. 2.2 bilioni wanaoamini hiki kitabu. Tunaelewana? Wewe unafikiri mtu ambaye anainuka tu anawashawishi watu bilioni 2 wanamfuata ni mchezo? Hapana. Unafikiri ni mtu utaenda kumuogelea hapa barabarani ovyo ovyo? Ni mtu ambaye anaaminika na watu wana akili zao. Si ndio hiyo Qur'ani iko hapo? Hii ni Biblia. Hii Biblia inaaminika na watu takribani zaidi ya bilioni 6 bilioni wanaoamini Biblia, mkiwemo nyinyi. Sawa? Kuna mtu wako ana mashaka hapa na Biblia? Si wote mnaamini Biblia? Ndio. Sasa swali, message, Biblia iko na message gani? Ni kitu gani? Ni nini ambacho Biblia inahubiri? Which message? Ukiulizwa. Kwa sababu huwezi kubeba tu Biblia tu na ujui ina message gani. Maana iwezi kuwa na message 10. Iko na one message. Hata uisome kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo ina message hiyo ambayo unafaa kufikisha kwa mtu. Ni gani? Soma Yohana 20:30 na 31 hapo. Yohana Injili. John the Gospel. Sasa nisomee 20:31. Nataka niongee tu maneno machache nimalize. Kama mtahitaji wakati mwingine, sasa mtamwambia mchungaji, mtamwambia bishop, tutafutie yule mtu akuje. Inawezekana pengine hamtaki maneno kama hii. Mnapenda maneno kama hii? Yanawaingia? Yanafuru? Yes. Haya twende. Yohana 20:31 inasema. Inasemaje? Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini. Umeanzia ngapi? 31. Anzia 30. 30 inasema, basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake. Kuna ishara nyingi ambazo Yesu alifanya mbele ya wanafunzi wake. Ndio? Zisizoandikwa katika kitabu hiki. Hazijaandikwa kwenye kitabu hiki. Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo. Mwana wa Mungu, na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake. Sasa wale ambao wananifuatilia kwa makini, Biblia ina message moja ambayo mtu anafaa kuamini kwamba Yesu ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Hiyo ndio message tu, hakuna ingine. Amen. Sasa hata mubebe masipika wewe, hata mubebe wewe, message ni hiyo tu moja. Yesu ni mwana wa Mungu. Sasa wacha niwaeleze. Unajua unasema tu unasema tu Sasa hiyo itamalizika tena kilio, kwa sababu ni ima uendelee kuwa Mkristo ama uende ukawe makaga. Unajua makanga? Unajua, wacha nikuambie. Wewe jiulize. Si Paulo alikatwa kichwa? Si ndio? Alikatwa kichwa na wafuta bangi? Hapana.
Ni wavuta bangi walimkata Paulo kichwa. Si Stefano walipigwa mawe? Ndio. Stefano walipigwa mawe na wavuta bangi? Hapana. Waliompiga Stefano mawe ni watu waliokuwa wanadai ya kuwa wanamfanyia Mungu ibada. Sawa si sawa? Sawa. Sasa mimi nataka usikilize kwa makini, maana nikimaliza tu hivi chuchui nakurumisha karibu naenda zangu. Sasa tumeshapata ujumbe ambao Biblia imebeba, ni kwamba Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu aliye. Alafu hapo kuna kitu hapo inaitwa Kristo. Usisahau, usiseme tu mwana wa Mungu. Amesema imeandikwa ili watu wakubali Yesu ni Kristo, mwana wa Mungu, si ndio? Ndio. Sasa twende Mathayo 16 anzia 15. Mathayo 16 anzia 15 ama anzia 13. Ndio tuweze kupata swali mzuri hapo. 13 inasema. Sasa hapa ndio nataka tuone hii nuru ambaye tuko nayo ni gani ambaye inatakikana kupelekwa mahali kuna giza. Wacha niwaambie, msiombe Yesu akuje kesho. Unajua kuna watu wanasema Yesu kuja. Yesu akija hakuji akiwa kama mwana seremala. Yesu anakuja akiwa mfalme wa wafalme, na watu wote ambao walidai ni wa Kristo na hawakufanya mission aliyopeleka Yesu, akichomoka tu pale utakuwa unatafuta mahali pa kujificha ukiangukiwa na hii mazipika. Na hizi nyumba zote zikianguka zikikuangukia. Kwa hivyo sikiliza kwa makini. Tuko pamoja? Kama tuko pamoja fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Kama umenifuata fanya hivi. Haya, sasa tusomee tusikie. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi. Yesu alienda pande za Kaisaria Filipi. Akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Watu huwa wanamnasikia wanasema kuwa mimi ni nani? Mwana wa Adamu ni nani? Wakasema. Wakasemaje? Wengine hunena Yohana Mbatizaji. Unaona, kuna watu walikuwa wanasema Yesu ni Yohana Mbatizaji. Walikuwa wanasema kweli? Hapana. Wanadanganya. Yesu hakuwa Yohana Mbatizaji, hapana. Alafu wengine Elia. Na wengine walikuwa wanasema Yesu ndiye Elia. Ni kweli? Hapana. Uongo. Wengine Yeremia. Wengine walikuwa wanasema Yesu ni nani? Yeremia. Ukweli? Hapana. Uongo. Au mmojawapo wa manabii. Na wanasema Yesu ni mmoja katika manabii kama Isaya, Yeremia, Malaki, bla bla. Akamwambia. Yesu akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Hata mimi nauliza hii kanisa, na nyinyi mnasema Yesu ni nani? Hebu jibuni. Mwana wa Mungu aliye hai. Sasa mmesahau. Yesu ni Kristo. Sinasema Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Na hiyo ndio message tulio nayo ya kupelekea ulimwengu. Sawa sawa? Haya, soma sasa kwa hapo 16. Simoni Petro akajibu akasema, ndio, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hivyo leo Petro akiwa sasa leo amekuwa anakaburifu kesi, anasunguka na anatafuta mahali anaweza ingia. Ataingia mahali watu wanaamini Yesu ni Kristo, mwana wa Mungu, hao ndio ndugu zake. Sawa sawa? Kwa hivyo kama nyinyi mnaamini Yesu ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, nyinyi na Petro ni madugu, ni mabrother wa imani. Tunaelewana? Amen. Haya, sasa sikia sasa. Hebu teremka na andiko hapo 17. Yesu akajibu akawaambia. Sasa Yesu akajibu akamwambia, akawaambia ama akamwambia? Yesu akajibu akamwambia. Eri wewe Simoni Bariona. Kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili. Hilo jibu umetoa. Sio mwili na damu zimekufunulia, bali Baba yangu aliye mbinguni. Kwa hivyo Mungu wa mbinguni akiwafundisha watu Yesu ni nani, anawafundisha Yesu ni nani? Yesu ni Kristo. Yesu ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Sasa Petro kwa kujibu hivyo, Yesu anasema sio wewe umejibu, Mungu ambaye ni baba yangu ndiye amekufunulia. Maliza sasa andiko. Nami nakuambia wewe Petro. Wewe ndiwe Petro. Na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Sasa usipokuwa makini hapo utadanganywa. Yesu hajasema wewe Petro ndiye mwamba huu atanajenga kanisa hapo. Petro wanaongea na Yesu. Munasema kuwa mimi ni nani?
wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Si ndio jibu? Sasa hizo namwambia juu ya mwamba huu. Huo mwamba ni nini? Yes. Ni jawabu ile Petro ametoa, ndio mwamba. Ametoa jawabu gani? Wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Sasa Yesu ndiye anasema juu ya mwamba huu. Huo mwamba ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ndio. Na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Nitalijenga kanisa langu. Wala milango ya kuzimu haitalishinda. Tosha. Basi sasa tumeshapata kanisa. Tushapata kanisa ya Yesu. Ni wale waaminio ya kwamba Yesu ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Hiyo ndio imani ya kanisa la Kristo. Sawa sawa? Tumefika hapo, tumeelewana? Ndio. Tumeelewana? Kabisa. Haya, tunafunika Biblia sasa. Tatanana, tumefunika. Lakini kabla tufunike, kuna kitu nimekumbuka. Yule basi sasa hata kubali hiyo imani. Mwenye hata wahi kukubali Yesu ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Wakati sasa Mungu atafungua mbinguni tuingie, wataingia? Hawataingia. Wataingia? Hapana. Tusiseme na mdomo. Wacha Biblia ise. Nisaidie Yohana 3:36. Soma tusikie. Biblia itasema tu wataenda ama hawataenda. Soma tusikie. Yohana 3:36. Yohana Injili. Inasema. Inasemaje? Amwaminie mwana yuna uzima wa milele. Amwaminie mwana wa Mungu ana uzima wa milele. Asiyemwamini mwana hataona uzima. Basi imekauka. Imekauka, yani imeandikwa hivyo, wino imekauka, yani imeandikwa hivyo. Uruke juu abuke chini, hakuna atakayepata uzima wa milele asiyeamini Yesu ni mwana wa Mungu. Labda sasa uandike Biblia yako yenye inasema wataenda, lakini hii ya Mungu hawataenda. Ukweli uogo? Kweli. Hebu soma 10 hapo 3. Soma 16, 17 na 18. Hiyo tu. Yohana 3. Sasa sikia sasa, alafu sasa nikuonyeshe vitu ambaye nataka sasa mimi nikiomba mchungaji huyu wenu bishop ya kwamba katika hilo tuugane kwenda kuambia watu. Mtachomwa msipoamini Yesu ni mwana wa Mungu. Soma tusikie. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Twende 17. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu. Safi. Bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Safi. Amwaminie yeye hahukumiwi. Rudia. Asiyeamini amwaminie yeye hahukumiwi. Hahukumiwi. Mwenye amemwamini Yesu ni mwana wa Mungu hahukumiwi. Hahukumiwi. Asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Basi yule ambaye hamwamini Yesu ni mwana wa Mungu amekwisha hukumiwa. Tumevuka Biblia sasa. Hii tulisema inaitwaje? Qur'an. Inaitwaje? Qur'an. Hii Qur'ani, si unaona Biblia nimeweka hivi? Na hii Qur'ani nimeweka hivi. Si nimeziweka hivyo? Si zote nimeziweka hivyo? Sasa hii nikitaka kufungua nitafungua hivi. Kitabu cha kwanza hapa kinaitwa Mwanzo. Kitabu cha mwisho hapa kinaitwa Ufunuo. Sawa? Hii sasa nikitaka kufungua siwezi kufungua hivi. Nikitaka kufungua sasa inakaa hivi. Si unaona sasa vile nilikuwa nimeiweka hivi ilikuwa opposite. Sasa ninataka nikufungua nitakaa hivi, nifungue hivi. Nikifungua hivi, sura ya kwanza hapa inaitwa Suratul Fatiha. Suratul Fatiha inaitwa kifunguzi. Unasikia Muislamu akienda kwenye msikiti mara 5 kwa siku wanakariri hiyo aya. Hizo aya 7. Ndizo wanakariri kila siku mara 5. Wanakariri kila siku. Hakuna kitu kingine wanasema, ni hivyo tu. Ni hiyo, hata wewe ukitaka kukariri kama wao unakuja unachukua Qur'ani, unasoma hiyo maneno 7, unaanza kukariri na wao. Sasa haya maneno kitabu kinaanza Suratul Fatiha, hapa mwisho kitabu cha mwisho kinaitwa Suratul Nas. Suratul Nas ni sura 114 zinamaliza Qur'ani. Ujumbe wa Qur'ani ni moja tu. Hata uisome yote hii, uhifadhi hapa ndani. Ujumbe wake ni hii
moja. Ujumbe wake unapatikana kwenye Qur'ani sura ya 112 mstari wa kwanza, wa pili na wa tatu. Hiyo ndio message, hakuna ingine. Inasemaje? Yeye Mwenyezi Mungu ni mmoja, na Mwenyezi Mungu huyo mmoja hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa yeye. Hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana anayefanana naye hata moja. Hiyo ndio message. Sasa wewe niambie, kama una akili zako, hata sisi kwenda shule zenye unatumia kula nazo getheri, uniambie sasa, kati ya hizi mbili kuna kitu inaitwa great controversy. Sawa sawa? Sasa Mungu amesema nuru hapa imewashukia nyinyi, na hapa ni nuru iko au giza? Giza. Sasa mbona mnasema pole pole? Giza. Giza ndio iko wapi? Iko hapo. Kwa sababu nuru iko hapa ni kuamini Yesu ni mwana wa Mungu, Yesu ni Kristo mwana wa nani? Wa Mungu. Sasa hapa inasema Mungu hakuzaa, hakuzaliwa, na wala hakuzaliwa, wala hana anayefanana naye hata mmoja. Sasa ukisoma Qur'ani 6:101 inasema hivi, tega masikio vizuri. Inasema, wacha nisome 6:101 Qur'ani. Wanasema baada ya udhu bilahi bina shaitani rajim. Sawa basi, lakini ni sawa. Tunasema hivi katika 6:101 Qur'ani inasema hivi. Inasema yeye sasa wanasema Mungu. Yeye ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Ina makinikaje? Sasa hiyo ni Kiswahili. Sasa Kiswahili mzuri ni inawezekanaje? Sawa, weka hapo ina makinikaje, weka inawezekanaje. Nasema yeye ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Inawezekanaje awe na mwana hali hana mke? Allah. Sasa hapa ukidhubutu useme Mungu ana mwana, hapa ni matusi hujawahi kuona. Na ukitaka kuamini, si kuna tusipika tudogo tunauzwa twenye mtu anaweza hata furuta na mkono. Sasa enda nunua hiyo kasipika, useme mimi ni mwanafunzi wa Yesu, mimi ni mhubiri wa Injili. Tumepata hapa. Unafaa kuhubiri nini? Ni ujumbe gani unafaa kuhubiri hapa? Sasa eda, unaona pale mpakani mwa Somali, mpakani mwa nini? Useme mimi ni mhubiri. Yesu amesema tuhubirie watu wote, mataifa yote wawe wanafunzi. Nimekuja hapa Somali kuwahubiria Yesu ni mwana wa Mungu. Ukirudi uniulize, ni nguo yako itarudi. Huwezi rudi. Sasa kusema Mungu ana mwana, Isa bin Maryam. Unaona wanasema Jesus, wanamuita Isa bin Maryam. Wanasema yeye ni mtume wa Mungu tu, si mwana wa Mungu. Kusema Yesu ni mwana wa Mungu inaitwa kufuru. Kwa hivyo wanasema ni matusi. Kuna kitabu kinaitwa Ukweli Mwaminifu, ziko hapa kwa gari, vile zikibeba zote. Zinasema wale wanasema Mungu ana mtoto ni wa Kristo, Mungu anafaa kuangamiza. Sawa sawa? Sasa tukwambie, sasa tufanya hivi. Hapa tuko Somali, si tuko Kenya. Hapa Kenya tuko pwani, si ndio? Mimi nataka munieleze, tangu muanze kuhubiri mumewashawishi Waislamu wangapi wakageuza imani yao wakakubali Yesu ni mwana wa Mungu? Sasa wacha Yesu akuje kesho ndio mtakipata. Yaani kila siku wanafungua msikiti hapa. Kila siku wanafungua msikiti hapa. Unajua ni madugu, ni marafiki. Sijakwambia hata msikae pamoja. Ni marafiki, ni madugu, ni majirani wema. Sisi tunawapenda Waislamu, lakini Uislamu unawapeleka watu jikoni kwa mujibu wa Biblia. Sawa sawa? Si hapa nimeona mko na wasichana warembo, si ndio? Hawa wasichana wenyu warembo mko nao hapa, mnawafugaka kwa nyumba. Si wako tu huku wanaenda. Si wanaenda wanapatana na Abdalla. Si wanaenda wanapatana na Muhammad.
alafu anaambiwa I love you sweetie baby, anaolewa. Akiolewa akishaolewa anaambiwa wewe sasa ukitaka kwenda kanisa wewe enda, lakini mtoto yote ambao unazaa ni Muislamu. Lakini kijana ambaye wako hapa, mimi nataka niambiwe ni wasichana ni wa vijana wangapi wako hapa kwa hii kanisa yenu wameenda huko wakaoa akina Amina? Hakuna Amina atakubali kuolewa na Mkristo. Kitu ya kwanza, kama unataka Amina, silimu ndio umuoe. Sasa sitaki kuongea mambo mengi. Sasa mimi niko na pastor na maneno. Sasa atawaambia sasa kutoka hapo sasa tufanyeje, kwa sababu haijengwi na siku moja inamalizika. Si Mungu awabariki. Asante mtumishi. Amen.